Nitazungumza katika eneo moja ambalo ni eneo la Kapanga, ambako vikosi kutoka Mamlaka ya Udhibiti na Kupambana na Madawa ya Kulevya pamoja na vyombo vya usalama vinaendelea na kukagua katika maeneo yetu, hasa baada ya kuwa imepata taarifa za kiintelijensia kwamba kuna watu wanajihusisha na kilimo haramu cha bangi. Bangi kwenye maeneo yetu haikubaliki. Na hapa Kapanga, kazi ambayo imefanywa na vyombo hivi pamoja na mamlaka hii ya kudhibiti na kupambana na madawa ya kulevya DCEA imefanya kazi kubwa, tunawapongeza. Kwanza imebaini na kuona takriban ekari 9 ambazo zimelimwa bangi. Hili wala sio zao, hatuwezi kusema zao sababu si miongoni mwa zao ambayo sisi tunahimiza kulima. Na hii bangi imelimwa katikati ya misitu ambayo inafanya biashara ya carbon. Na ili ilimwe, kwanza wamefanya uharibifu wa mazingira, na katika uharibifu huo itapunguza credit ama itapunguza kiwango cha mapato yetu ya biashara ya carbon. Na inapokuwa imepunguza, maana yake wananchi wote watakuwa wameathirika, lakini mlimaji wa bangi na mnyororo wote wa bangi, wao hawatazami manufaa ya wote, wanatazama maslahi binafsi. Na sisi kama serikali pamoja na wananchi hatuko tayari kuona maeneo yetu ambayo yanapatia uchumi kwa ajili ya wananchi wote yanaharibiwa na watu wachache kwa kilimo cha bangi, wakichanganya mazao mengine ili kiwe kisingizio cha baadaye kukwepa mkondo wa sheria. Na sisi tunachukua hatua. Mpaka sasa tunapozungumza, mtu mmoja takriban mama mwenye umri wa miaka 65 inakadiriwa hivyo, amekamatwa akijihusisha na kilimo cha bangi, hata amekutwa akivuna bangi. Sasa haya mambo leo tunakuja ili tuambie wananchi wetu wa Tanganyika. Bahati nzuri sana serikali ya Dkt. Samia Suluhu Hassan imewekeza kwa kiwango kikubwa katika swala zima la kilimo cha mazao ya kibiashara na mazao ya chakula. Kwa hiyo niwaombe sana mamlaka ya kudhibiti na kupambana na madawa ya kulevya kanda ya Tabora, vyombo vya usalama wilayani ya Tanganyika, tushirikiane, washikamane, waone kwamba wanapita kwenye kila msitu. Maana tumebaini kwamba kwenye misitu watu wanakimbia wanajificha kule kufanya maovu, kufanya yasiyokubalika katika jamii yetu. Niwaombe viongozi wa dini, niwaombe viongozi wa kimila, niwaombe wananchi wote na makundi mbalimbali, tuungane kwa pamoja kukemea uharibifu wa misitu yetu, lakini kukemea kilimo cha madawa ya kulevya, kukemea uuzaji wa madawa ya kulevya kama hivyo bangi, na sisi tutapambana na kila anayekuja mbele yetu, ili mradi anavunja sheria zetu tutachukua hatua kwa mujibu wa sheria. Uvamizi kwa maana ya baadhi ya watu kupeleka mifugo kwenye misitu yetu. Kuna baadhi ya watu wanafanya biashara haramu, mfano kama hii ya kilimo cha bangi. Sasa sisi kama halmashauri tumejiwekea utaratibu, tutakuwa na doria za mara kwa mara ambazo ni endelevu, na tutahakikisha tunawaondoa wote ambao wamevamia kwenye misitu yetu. Kwa kuwa tuna vyombo vya kisasa, tunawaona popote walipo. Popote ulipo tupo. Sasa hivi tunakuona hata tukiwa ofisini, tunajua kwamba uko eneo gani. Kwa hiyo nitoe rai ambao bado wako kwenye misitu yetu watoke mara moja, lakini pia endapo hawatatoka tutawatoa na sheria itachukua mkondo wake. Sisi kama wananchi ambao tunanufaika na hii biashara ya carbon, ikiwemo kulipiwa bima ya afya na miradi mbalimbali ikiwemo shule ambao tunajengewa katika maeneo yetu. Kwa hiyo mimi nachukizwa sana wakulima wenzangu ambao wanakata miti na kupanda bangi ambayo moja kwa moja inaenda kuhatarisha uwekezaji wa carbon katika halmashauri yetu.